Sakata la mchezo ambao umeshapangwa Juni 15, yani unaokutanisha watani wa jadi kwa upande wa klabu ya Yanga dhidi ya Simba bado unaendelea kushika kasi. Kila shabiki anaendelea kusubiri nini hatima ya mpambano huo, nini hasa ambacho kitaweza kujitokeza, lakini mpaka sasa hivi unaambiwa kwamba kwa upande wa klabu ya Yanga wao bado waendelea kugomea mchezo huo na hata hawahitaji kukutana na kiongozi yoyote wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania wakitaka majibu kutokana na kile ambacho wao walikuwa wanakihitaji. Ni kwa nini kwa upande wa Simba walikataa kucheza mechi hiyo na wenyewe pia wakaamua kuahirisha kutokana na barua ya klabu ya Simba. Lakini kabla sija kupatia taarifa hii kiundani, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia kiundani zaidi. Mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya Yanga dhidi ya Simba ambao ulipangwa awali kuchezwa Machi 8 mwaka 2025 uliahirishwa kutokana na upande wa klabu ya Simba kutofika uwanjani wakilalamika kunyimwa nafasi ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa siku moja kabla ya mechi. Yanga kupitia kamati ya utendaji walitoa taarifa wakitaka kupewa ushindi wa mezani na alama 3 na mabao 3, wakidai kwamba Simba waligomea mechi hiyo kinyume na kanuni. Pia walisisitiza kutoshiriki mchezo huo kwa tarehe nyingine yoyote ambayo itapangwa. Kwa upande wa bodi ya ligi ya Tanzania TPLB ilisisitiza kuwa mchezo huo haukuahirishwa rasmi na ulipaswa kuchezwa kama ambavyo uliopangwa. Hata hivyo, kwa upande wa klabu ya Simba walikosekana uwanjani na TPLB iliahirisha mechi hiyo kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Yanga walitoa barua rasmi kwa upande wa TPLB wakitaka fidia shilingi milioni 56 na laki 435 kwa maandalizi ya mechi na kupewa ushindi wa alama 3 na mabao 3. Walisema kuwa endapo madai yao hayatazingatiwa ndani ya masaa 72 watawasilisha malalamiko yao mahakama ya usuluhishi wa michezo CAS kwa hapa Afrika. Na kama ambavyo tunafahamu barua hili iliweza kufika, lakini kwa upande wa CAS waliwaambia Yanga inabidi wafike pia kwenye upande wa bodi ili waweze kumaliza. Lakini kwa upande wa bodi ya ligi kupitia mwenyekiti Steven Mguto alieleza kuwa hatua ya Yanga kwenda CAS ni ya kuwashangaza, kwani suala hilo lingeweza kutatuliwa kwa majadiliano ya ndani. Kwa mujibu wa kanuni ya 31 ya ligi kuu bara toleo la 2024, timu inayoshindwa kufika uwanjani inaweza kupokonywa alama 15. Hii ina maana kuwa endapo Yanga watagoma kucheza mechi hiyo ya ambayo tayari imeshapangiwa tarehe ya Juni 15, wanaweza kupoteza alama hizo 3, jambo ambalo linaweza kuathiri nafasi yao ya kutoa ubingwa au kushiriki pia hata kwa upande wa ligi ya mabingwa kwa msimu ambao unafuata. Lakini bado kwa sasa hakuna uamuzi rasmi uliotolewa na TPLB kwa upande wa TFF kuhusu hatima ya mechi hiyo, na mashabiki wa soka wanahimizwa kwamba kuwa na subira wakati wa kusubiri tarehe hiyo ya Juni 15. Wao kwa upande wao hata ukipita Azam wanaonyesha kabisa kwamba mechi hii ipo na itachezwa siku ya tarehe 15. Lakini kwa upande wa Yanga mpaka sasa hivi bado kwa upande wao wameigomea. Lakini sasa kwa upande wa TPLB wao watakachokifanya ni kuamua tu kuipa Simba alama 3 na alama 3 kwa sababu sheria tayari ipo wazi. Lakini kitu kikubwa ni Yanga kukatwa alama 15 kutokana na sheria namna ambavyo ilivyo. Huko wengine wakifikiria, je, vipi michezo miwili ambayo itakuwa imesaliwa kwa upande wa Yanga, je, watacheza ama ndio watakatwa kila mechi 15? Kwa sababu ukipiga mahesabu kama mechi mbili zilizosalia na zenyewe hawatashiriki, ya maana kwamba watakatwa jumla ya alama 45 kwa kila alama 15 kwenye mchezo ambao hautafika. Na hivyo ndivyo mambo yatakavyokuwa msimu huu, na kitu pekee ambacho kinaendelea kusubiriwa ni nini hatima ya mechi hizi.